Karibu kwenye simulizi hii ya kusisimua na yenye mafunzo makubwa ya maisha. Hadithi ya bilionea aliyejificha kama mfanya usafi ili kutafuta mke mwenye moyo wa kweli. Jiandae kuona dharau, huruma na mwisho wa kushangaza utakaogusa moyo wako. Kabla hatujaanza, tafadhali bonyeza like, andika comment, subscribe na share ili kuendelea kupata simulizi tamu na za kuvutia zaidi kila siku. Sasa tuanze. Jiji la Dar es Salaam lilikuwa na majengo marefu yaliyong'aa chini ya mwanga wa jua la asubuhi. Katikati ya jiji hilo kulisimama jengo kubwa la kampuni maarufu ya D-Tech Holdings, kampuni iliyojulikana kwa kuajiri watu wengi na kulipa mishahara mizuri. Wafanyakazi wengi waliitamani, na wasichana wengi waliotaka maisha ya kifahari waliota siku moja kuolewa na mmiliki wa kampuni hiyo, ambaye alijulikana kwa jina la Daniel Mshana, bilionea kijana mwenye akili nyingi na sura ya kuvutia. Lakini kulikuwa na jambo ambalo hakuna aliyejua. Daniel alikuwa amechoshwa na wasichana waliomzunguka kwa sababu ya pesa zake. Kila alipokutana na mwanamke, alihisi wanampenda kwa mali alizonazo, si kwa moyo wake. Alitamani siku moja apate mwanamke wa kweli, wa moyo safi, anayejali utu wa mtu kabla ya fedha. Siku moja aliamua kufanya jambo la ajabu. Alimuita meneja mkuu wa kampuni yake na kumwambia, "Mimi nataka kuja kazini kama mfanya usafi. Sitaki mtu ajue mimi ni nani." Meneja alishtuka. "Boss, una uhakika? Watu watakudharau." Daniel alitabasamu kidogo. "Nataka wanidharau. Ndiyo njia pekee ya kujua nani ana moyo mzuri." Wiki iliyofuata, mfanyakazi mpya wa usafi alionekana kwenye jengo la D-Tech. Alivaa sare za rangi ya bluu iliyochakaa kidogo, viatu vya plastiki na kofia ndogo ya vumbi. Hakuna aliyejua kuwa huyo ndiye mmiliki wa kampuni. Wafanyakazi wengi hawakumjali, wengine walimpuuza kabisa. Asubuhi moja alipokuwa anapangusa sakafu ya korido, kundi la wasichana waliokuwa wafanyakazi wa idara ya mapokezi walipita wakicheka. Mmoja wao, aliitwa Sharon, alimsukuma Daniel kidogo kwa begi lake. "Angalia unakokanyaga wewe," alisema kwa sauti ya dharau. Daniel alinyamaza tu na kuendelea kufuta sakafu. Msichana mwingine akasema kwa sauti ya kejeli, "Hawa watu wa usafi huwa wanajifanya hawapo kabisa. Kama kivuli." Wakacheka kwa sauti. Daniel alihisi maumivu moyoni, lakini alivumilia. Alijua alikuwa anatafuta ukweli wa watu, na ukweli huo ulikuwa unaanza kujionyesha. Siku chache baadaye, tukio baya zaidi lilitokea. Daniel alikuwa anasafisha eneo la mapumziko ambapo wafanyakazi hunywa chai. Sharon akiwa na kikombe cha maji ya baridi mkononi alimwangalia kwa dharau. "Wewe toa hiyo ndoo hapo, unaniharibia mandhari." Daniel aliisogeza ndoo pembeni kimya kimya. Lakini ghafla Sharon alimwaga maji yale makusudi karibu na miguu yake. Maji yalichuruzika hadi kwenye suruali yake. "Ups, pole, sikuona," alisema huku akitabasamu kwa kejeli. Wasichana waliokuwa karibu wakacheka kwa sauti. Daniel alihisi aibu na huzuni, lakini alinyamaza. Alinyanyua ndoo yake na kuendelea kusafisha kana kwamba hakuna kilichotokea. Ndani ya moyo wake alisema, hivi ndivyo watu wanavyowatendea wengine wasio na mamlaka. Lakini siku hiyo hiyo, kulikuwa na msichana mmoja aliyekuwa akimtazama kwa mbali. Jina lake lilikuwa Neema. Hakuwa na marafiki wengi ofisini, na alipenda kuishi kimya. Alipoona maji yamemwagwa makusudi, alihisi uchungu moyoni. Alisogea polepole na kumwambia Daniel kwa sauti ya upole, "Samahani kwa yale yaliyotokea, si sawa walichokufanyia." Daniel alimwangalia kwa mshangao kidogo. Hakutarajia mtu yeyote kusema hivyo. "Asante dada," alisema kwa sauti ya unyenyekevu. Neema alichukua kitambaa kidogo kutoka kwenye mkoba wake na kumkabidhi. "Futa nguo, usikae na baridi." Ilikuwa mara ya kwanza tangu aanze kazi ya usafi pale mtu kumjali kwa dhati. Daniel alihisi joto la faraja moyoni. Hakusema mengi, lakini moyoni alihifadhi sura ya Neema. Ndani ya siku chache aligundua kuwa Neema hakuwahi kumdharau wala kumuita kwa majina mabaya kama wengine. Wakati mwingine alikuwa akimpa maji ya kunywa au kumtakia siku njema. Na hapo ndipo Daniel alipoanza kuona mwanga wa matumaini. Huenda katika jengo hilo lililojaa kejeli na dharau, kulikuwa na moyo mmoja safi ulioweza kuwa jibu la maombi yake. Siku zilianza kupita taratibu ndani ya kampuni ya D-Tech Holdings, huku Daniel akiendelea na jukumu lake la kujifanya mfanya usafi. Kila asubuhi alikuwa anafika mapema kuliko wafanyakazi wote, akifungua vyumba, akifuta madirisha na kupanga viti vya mapokezi.
Wengi walimuona kama mtu asiye na maana, mtu wa kawaida tu anayefanya kazi ya chini. Hakuna aliyewahi kufikiria kuwa huyo ndiye mtu aliyekuwa akisaini mishahara yao kila mwisho wa mwezi. Lakini kadri siku zilivyopita, tabia za watu zilianza kujionyesha wazi zaidi. Baadhi ya wafanyakazi walikuwa wakimuita kwa filimbi, kama wanavyomuita mtoto mdogo. "Wewe, njoo hapa usafishe hii sehemu haraka," mmoja aliita bila hata kumtazama usoni. Daniel alikuwa akiinama kidogo na kusema, "Sawa dada," kisha anaendelea na kazi yake. Kundi la Sharon ndilo lililoongoza kwa dharau. Kila walipomwona walikuwa wakitafuta sababu ya kumkejeli. Siku moja wakati wa mapumziko ya mchana, Daniel alikuwa anapanga meza za chakula. Sharon alifika akiwa na soda mkononi na kumwambia kwa sauti ya juu, "Unajua, hii kazi yako ni ya watu wasiokuwa na malengo maishani. Mimi siwezi kabisa kushika fagio." Wenzake wakacheka. Daniel alinyamaza. Ndani ya moyo wake alijisemea, kazi ni kazi, heshima ya mtu haitokani na cheo. Ghafla Sharon aligeuka na kugonga meza makusudi, soda ikamwagika sakafuni. "Ups, sasa umeongeza kazi yako mwenyewe," alisema huku akicheka. Daniel alipiga magoti na kuanza kufuta. Kicheko kilienea chumbani. Wengine walikuwa wakirekodi kwa simu zao kana kwamba ni burudani. Lakini Neema alipokuwa anakula pembeni alihisi maumivu moyoni. Alisimama na kusema, "Sharon, unachofanya si sawa. Huyu ni mtu kama wewe." Sharon alimwangalia kwa jicho la dharau. "Wewe Neema, usijifanye mtakatifu. Kama unamhurumia sana muoe basi." Chumba kizima kikacheka tena. Neema alikaa kimya, lakini macho yake yalionyesha kutoridhika. Baadaye jioni, Daniel alipokuwa anafagia korido ya ghorofa ya 3, Neema alimfuata polepole. "Usijali wanachosema," alimwambia kwa sauti ya upole. Daniel alitabasamu kidogo. "Nimezoea." Neema akasema, "Lakini haimaanishi ni sahihi. Watu wanapaswa kuheshimiana." Daniel alimtazama kwa sekunde chache. Maneno yake yalikuwa ya kweli, hayakuwa ya kujipendekeza. Ndani yake alihisi faraja isiyoelezeka. Siku iliyofuata kulitokea tukio jingine lililomuumiza zaidi. Meneja mmoja mwenye kiburi alimkuta Daniel akiwa anapanguza dirisha. "Haraka, wageni wanakuja, usionekane mbele yao," alimwambia kwa ukali. Muda huo huo kundi la wasichana lilipita. Mmoja wao alishika ndoo yake na kuitikisa kidogo. Maji yakamwagika kwenye viatu vyake. "Hivi viatu vinafaa kubaki nje ya jengo," alisema kwa kejeli. Daniel alijisikia vibaya, lakini bado hakujibu. Neema alipoliona tukio hilo, alishuka ngazi haraka. Alimkuta Daniel akijaribu kukausha viatu vyake kwa kitambaa. "Chukua hiki," Neema alimpa leso kubwa kutoka kwenye mkoba wake. Daniel alishangaa. "Una uhakika? Itachafuka." Neema akatabasamu. "Leso inaweza kuoshwa, lakini hisia za mtu zikiharibika si rahisi kusafishwa." Maneno hayo yalimgusa Daniel moja kwa moja moyoni. Hakuwahi kukutana na mtu aliyefikiria hivyo kwa kina. Alianza kumchunguza Neema zaidi, si kwa sura yake, bali kwa matendo yake. Aligundua kuwa Neema alikuwa mchapakazi, hakupenda majigambo, na mara nyingi alikuwa akiwasaidia wengine kimya kimya bila kutafuta sifa. Wakati huo huo, Sharon na wenzake walikuwa wakimzungumzia bilionea Daniel bila kujua yupo karibu nao kila siku. "Ningepata mwanaume tajiri kama bosi wa kampuni hii, maisha yangu yangekuwa kama filamu," Sharon alisema siku moja. Daniel alikuwa karibu akifuta meza. Alisikia kila neno. Ndani yake aliona wazi tofauti kati ya maneno ya Sharon na matendo ya Neema. Usiku ulipofika na wafanyakazi wote walipokuwa wameondoka, Daniel alisimama peke yake kwenye ofisi yake ya siri ghorofa ya juu, ofisi ambayo hakuna aliyeruhusiwa kuingia bila ruhusa yake. Alivua sare ya usafi na kuvaa suti yake ya gharama. Aliangalia kwenye kioo na kusema taratibu, "Watu wanaona vazi, hawauoni moyo." Alikumbuka jinsi alivyomwagiwa maji, alivyochekwa, na jinsi Neema alivyosimama kumtetea. Moyoni mwake alianza kuhisi kuwa jaribio lake lilikuwa linaelekea kumpa majibu aliyokuwa akiyatafuta. Lakini bado hakutaka kuharakisha. Alijua tabia za watu huonekana zaidi kadri muda unavyopita. Na hivyo akaamua kuendelea na mchezo wake wa mfanya usafi mchovu mchana, bilionea mwenye mamlaka usiku. Huku akingoja kuona ni nani angeonyesha utu wa kweli, na ni nani angeendelea kuvaa tabasamu la unafiki.
Safari ya kumtafuta mwanamke wa moyo safi ilikuwa bado ndefu, lakini mwanga wa matumaini uliitwa neema uliendelea kung'aa taratibu ndani ya moyo wake. Kadri wiki zilivyoendelea kusonga mbele, Daniel alianza kuzoea maisha yake mapya kama mfanya usafi. Alijifunza ratiba za kila idara, nyuso za wafanyakazi na hata tabia zao ndogondogo. Aligundua kuwa watu wengi walibadilika kulingana na mtu wanayemwona mbele yao. Wakikutana na wakubwa walitabasamu na kuinama kwa heshima, lakini wakimwona mfanya usafi walibadilika na kuwa wakali au wenye dharau. Huo ulikuwa ukweli mchungu aliokuwa anauona kila siku. Asubuhi moja kulikuwa na mkutano mkubwa wa wageni kutoka nje ya nchi. Ofisi ilikuwa katika pilika, kila mtu akionekana bize. Daniel alikuwa akipanguza sakafu ya mapokezi ili kuhakikisha eneo linaonekana safi. Sharon na wenzake walikuwa wamevaa mavazi ya kuvutia wakisubiri wageni. Leo tukionekana vizuri, huenda boss akatuongeza mshahara, Sharon alisema huku akijipodoa mbele ya kioo kidogo. Mwingine akajibu kwa kicheko, na labda ataniona mimi nikawa mke wa bilionea. Daniel alipita karibu yao akiwa na fagio. Sharon alimwangalia kuanzia juu hadi chini, kisha akasema kwa sauti ya chini lakini ya kusikika, hivi watu kama hawa wana ndoto kweli au wanaishia kufagia maisha yao yote? Wakacheka. Daniel alijifanya hasikii, lakini maneno hayo yalimgusa. Hakukasirika, alihuzunika tu kuona jinsi watu wanavyoweza kumhukumu mtu kwa kazi yake. Dakika chache baadaye, tukio lisilotarajiwa lilitokea. Sharon akiwa na kikombe cha kahawa moto aligeuka kwa haraka na kujifanya kugonga mkono wa Daniel. Kahawa ilimwagika kwenye shati lake. Pole sana, sikukuona, alisema huku akicheka. Shati la Daniel lililowa kahawa. Watu waliokuwa karibu walicheka kwa sauti. Leo utanuka kahawa siku nzima, mmoja alisema kwa mzaha. Daniel alijizuia asionyeshe hasira. Alienda pembeni kimya kimya akijaribu kufuta doa kwa kitambaa chake. Ndipo Neema alipofika haraka. Subiri, alisema kwa sauti ya upole. Alitoa chupa ndogo ya maji na kitambaa safi kutoka kwenye mkoba wake. Usifute hivyo, doa litabaki. Daniel alimwangalia kwa mshangao. Asante, lakini utachelewa kazini. Neema alitikisa kichwa. Kumsaidia mtu si kuchelewa, ni ubinadamu. Maneno yake yalikuwa laini lakini yenye uzito mkubwa. Daniel alihisi kama kuna kitu kinajengwa ndani ya moyo wake, kitu ambacho hakuwa amewahi kukipata kwa muda mrefu, heshima ya kweli isiyohusishwa na pesa. Siku hiyo mchana, mvua kubwa ilinyesha ghafla. Wafanyakazi wengi walikuwa wamebaki ofisini wakisubiri ipungue. Daniel alikuwa nje kidogo akikusanya vifaa vya usafi vilivyokuwa karibu na mlango. Maji ya mvua yalikuwa yakimlowesha kabisa. Watu wengi walikuwa wakipita tu bila kujali. Achana naye, hiyo ndiyo kazi yake, Sharon alisema alipomwona. Lakini Neema alitoka nje akiwa na mwavuli. Njoo hapa usimame chini ya mwavuli, alimwambia Daniel. Daniel alisita kidogo. Utaloa? Neema akatabasamu. Mvua hainiumizi, lakini baridi inaweza kukuumiza. Walisimama pamoja chini ya mwavuli mdogo huku mvua ikiendelea kunyesha. Kwa mara ya kwanza walizungumza zaidi. Unaitwa nani? Neema aliuliza. Daniel, alijibu kwa utulivu. Jina zuri, Neema alisema. Usikate tamaa maishani. Kila kazi ina heshima yake. Daniel alitabasamu kwa dhati. Hakukuwa na dharau machoni mwa Neema, kulikuwa na huruma na ukweli. Wakati huo huo, ndani ya jengo, Sharon alikuwa akiwachochea wenzake. Mnawaona? Wanaigiza urafiki. Kesho huyo mfanya usafi akipata hela, atamsahau huyo msichana. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Daniel hakuwa akijenga urafiki wa muda, alikuwa anajifunza moyo wa mtu. Jioni ilipofika na mvua kupungua, Daniel alipanda ghorofa ya juu kama kawaida yake. Alivua sare ya usafi na kuvaa suti yake ya gharama. Alikaa kwenye kiti chake cha ngozi, akitazama jiji kupitia dirisha kubwa la kioo. Kichwani mwake kulikuwa na picha moja tu, Neema akiwa ameshika mwavuli, akitabasamu kwa upole. Alijikuta akisema polepole, bado kuna watu wazuri duniani. Lakini pia alijua safari haikuwa imeisha. Alitaka kuhakikisha kuwa wema wa Neema haukuwa wa siku moja tu, bali ni tabia ya kudumu. Hivyo aliamua kuendelea na jaribio lake kwa muda zaidi.
Ndani ya moyo wake kulikuwa na mchanganyiko wa maumivu aliyoyapata kutokana na dharau za wengine na faraja aliyokuwa akiipata kutoka kwa msichana mmoja aliyethibitisha kuwa utu haupimwi kwa cheo wala pesa. Siku zilivyokuwa zinaendelea, hali ya ofisini ilianza kubadilika kidogo. Kulikuwa na tangazo lililobandikwa kwenye ubao wa matangazo likisema kuwa mmiliki wa kampuni angefanya ziara ya ghafla wiki inayofuata. Tangazo hilo liliwafanya wafanyakazi wengi kuwa na msisimko na wasiwasi kwa wakati mmoja. Kila mtu alianza kujipanga, mavazi yakabadilika, tabia zikawa za heshima kupita kiasi. Wengine walikuwa wakijipaka manukato makali kana kwamba walitaka harufu ifike hadi ghorofa ya juu. Daniel alipoliona tangazo hilo, alitabasamu kimoyomoyo. Alijua wazi kuwa yeye ndiye aliyelitoa. Alitaka kuona ni jinsi gani watu wale waliokuwa wakimdharau kama mfanya usafi wangebadilika wakijua bosi anakuja. Ndani yake alihisi jaribio lake linaelekea kileleni. Sharon alikuwa wa kwanza kubadilika. Siku hiyo alifika na mavazi ya kifahari zaidi kuliko kawaida. Alikuwa akiwapa maagizo wengine kana kwamba yeye ndiye meneja. Leo kila kitu kiwe safi, hata sakafu iangaze kama kioo, alisema kwa sauti ya kujiamini. Alipomwona Daniel akiwa na fagio, alimuita kwa ukali, wewe, hakikisha hakuna hata doa moja. Bosi akija akiona uchafu utanitambua mimi nani. Daniel aliinama kidogo na kusema, sawa dada. Lakini alipogeuka, Sharon alimpulizia manukato makali. Usinukie jasho mbele ya wageni, alisema kwa kejeli huku wenzake wakicheka. Daniel alihisi aibu lakini alivumilia. Alijua kila kitendo kilikuwa sehemu ya mtihani wake. Baadaye mchana, Neema alimkuta Daniel akiwa anasafisha ngazi peke yake. Leo watu wanafanya kama vile hawajawahi kukuona kabla, alisema kwa sauti ya chini. Daniel alitabasamu kidogo. Labda wanamwogopa bosi. Neema akajibu, heshima ya kweli haipaswi kusubiri bosi aje. Maneno hayo yalikaa kichwani mwa Daniel muda mrefu. Aligundua kuwa Neema hakubadilika hata kidogo. Wakati wengine walikuwa wakijifanya wapole kwa sababu ya mamlaka, yeye aliendelea kuwa yule yule, mwenye moyo wa kawaida na wa ukweli. Jioni ilipokaribia, Sharon na kundi lake walienda eneo la mapokezi kupiga picha. Daniel alikuwa karibu akipangusa kioo. Ondoka hapo, unatuharibia picha, Sharon alisema kwa ukali. Daniel alijaribu kusogea pembeni haraka, lakini ndoo yake iligonga kidogo meza. Sharon alikasirika. Alichukua chupa ya maji na kumimina kidogo sakafuni karibu na miguu yake. Sasa futa vizuri. Unafanya kazi nusu-nusu, alisema kwa dharau. Wengine wakacheka tena. Neema alipita na kuona tukio hilo. Alisimama na kusema, hii si sawa Sharon. Mbona unamtesa? Sharon aligeuka kwa hasira. Wewe kila siku unamtetea. Unadhani atakusaidia nini maishani? Neema alijibu kwa utulivu. Kumheshimu mtu si biashara. Maneno hayo yaliwaacha wengine kimya kwa sekunde chache. Daniel alihisi kitu kikimtetemesha moyoni. Si maumivu, bali heshima kubwa kwa Neema. Hakuwahi kutetea mtu kwa sauti kubwa, lakini kila alichosema kilikuwa na uzito. Usiku ulipofika na ofisi ikawa tulivu, Daniel aliingia ofisini kwake ya siri kama kawaida. Alikaa kwenye kiti chake kikubwa na kufungua kamera za ulinzi. Alitazama matukio ya siku nzima, kejeli, vicheko, maji yaliyomwagwa na sauti ya Neema ikisema kumheshimu mtu si biashara. Alivuta pumzi ndefu. Ndani ya moyo wake alijua sasa tofauti ilikuwa wazi. Wapo waliovaa tabasamu la heshima kwa sababu ya pesa, na yupo mmoja aliyekuwa na heshima ya moyoni bila kujua ukweli wake. Jaribio lilikuwa linafikia hatua ya mwisho. Kesho yake alitoa agizo lingine kupitia meneja mkuu. Mmiliki angefika ofisini ghafla zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Habari hiyo iliwafanya wafanyakazi kuwa na taharuki. Sharon alisisitiza kila kitu kipangwe upya. Sitaki kuona hata mfanya usafi akizurura kesho, alisema kwa kiburi. Daniel aliposikia maneno hayo, alitabasamu kimya kimya. Alijua muda wa ukweli ulikuwa unakaribia. Siku ambayo watu wangegundua kuwa mtu aliyekuwa wakimdharau, kumkejeli na hata kummwagia maji ndiye aliyekuwa na mamlaka juu ya ajira zao na mishahara yao. Lakini zaidi ya yote, moyoni mwake hakuwaza aibu yao pekee. Alikuwa akiwaza tabasamu la Neema. Alijiuliza, je, atabaki vile vile hata atakapojua mimi ni nani? Swali hilo lilimfanya ahisi mchanganyiko wa hofu na matumaini.
Na hivyo, usiku ule Daniel alitazama taa za jiji kupitia dirishani, akijua kuwa kesho ingeleta mabadiliko makubwa. Watu waliokuwa wakicheka leo wangeweza kunyamaza kesho. Na yule aliyekuwa akionyesha huruma kimya kimya, huenda angekuwa mtu muhimu zaidi katika maisha yake kuliko mamilioni aliyokuwa nayo benki. Safari yake ilikuwa imefika kwenye mlango wa ukweli, na mlango huo ulikuwa unakaribia kufunguka. Asubuhi ya siku iliyofuata, hewa ya ofisini ilikuwa tofauti kabisa. Kila mtu alionekana kuwa makini kuliko kawaida. Meza zilipangwa upya, sakafu zilipigwa dawa ya kung'arisha, na hata sauti za mazungumzo zilikuwa za chini. Wafanyakazi walikuwa wakitembea kwa tahadhari, kana kwamba kila hatua ilikuwa inasikilizwa. Sababu ilikuwa moja tu: mmiliki wa kampuni angeweza kufika muda wowote. Daniel aliingia kama kawaida yake, akiwa amevaa sare yake ya mfanya usafi. Hakuna aliyempa hata salamu ya kawaida. Wenyewe walikuwa bize kujirekebisha mbele ya vioo au kupanga faili zao. Sharon na kundi lake walikuwa mapokezi, wakizungumza kwa sauti ya chini lakini yenye msisimko. Leo lazima nijionyeshe. Huyu bosi akiniona tu nitahakikisha ananikumbuka, Sharon alisema huku akipaka lipstick. Mmoja wa rafiki zake akamjibu, ukiolewa na bilionea maisha yako yatabadilika kabisa. Wakacheka kwa furaha. Daniel alipita karibu yao akiwa na ndoo yake ya maji. Sharon alimtazama kwa jicho la juu chini. Leo usiniletee aibu. Ukiona wageni jifiche pembeni, alisema kwa sauti ya kuamrisha. Daniel alinyamaza tu na kuendelea kufuta sakafu. Lakini alipokuwa akipita, Sharon alisogeza mguu wake kwa makusudi. Daniel alijikwaa kidogo na ndoo ya maji ikamwagika. Unaona sasa? Huwezi hata kutembea vizuri, Sharon alisema kwa kejeli huku akicheka. Wenzake wakaungana naye. Daniel alipiga magoti na kuanza kufuta maji. Ndani ya moyo wake hakukuwa na hasira tena. Alihisi kama anatazama tamthilia ambayo mwisho wake tayari anaujua. Kila tukio lilikuwa likimthibitishia alichokuwa akikitafuta. Neema alipofika muda huo, alimkuta Daniel akifuta maji peke yake. Pole, umeumia? Aliuliza kwa wasiwasi. Daniel alitikisa kichwa. Hapana, niko sawa. Neema alichukua mop nyingine na kuanza kumsaidia bila kusema neno. Watu waliokuwa karibu waliwashangaa. Sharon alipowaona alisema kwa sauti ya dharau, Neema, wewe ni mfanyakazi wa ofisi, si wa usafi. Neema alimjibu kwa utulivu, kumsaidia mtu hakupunguzi cheo changu. Maneno hayo yaliwafanya baadhi ya watu kunyamaza. Daniel alihisi heshima kubwa zaidi kwa Neema. Hakukuwa na unafiki kwenye macho yake, alikuwa anachofanya kwa hiari kabisa. Dakika chache baadaye taarifa zikasambaa kuwa msafara wa mmiliki ulikuwa umeingia kwenye maegesho ya chini ya jengo. Hofu na msisimko vilichanganyika. Wafanyakazi walinyooka kama askari waliopigiwa saluti. Sharon alijirekebisha nywele zake haraka. Huyu mfanya usafi aondoke hapa haraka, alisema kwa ukali, akimtazama Daniel. Daniel alisogea pembeni kana kwamba anaogopa, lakini ndani yake alitabasamu. Wakati wote huo, Neema alimwangalia Daniel kwa huruma. Usijali, kila mtu ana nafasi yake maishani, alimwambia kwa sauti ya chini. Daniel alijibu, asante kwa kuniheshimu. Neema akatabasamu kidogo, heshima ni ya bure. Dakika zilipita lakini mmiliki hakuonekana. Watu walianza kunong'ona. Meneja mkuu alishuka na kusema, boss atachelewa kidogo, endeleeni na kazi zenu. Baadhi walipumua kwa afueni, wengine walionekana kukata tamaa. Sharon aligeuka na kumwona Daniel bado amesimama karibu. Wewe bado uko hapa. Nenda ukasafishe chooni, alimwambia kwa kejeli. Daniel aliinama na kuondoka taratibu. Alipofika koridoni alisimama kwa sekunde chache, akavuta pumzi ndefu. Alijua kuwa muda wa kujitambulisha ulikuwa unakaribia sana. Lakini bado alitaka kuona tukio moja zaidi, uthibitisho wa mwisho wa mioyo ya watu. Jioni ilipokaribia, wafanyakazi wengi walianza kuchoka kusubiri. Wengine walionekana kuondoka mapema. Neema alibaki ofisini akipanga mafaili yake. Daniel alipita na fagio lake. Bado hujaondoka? Aliuliza. Neema akajibu, kazi ikibaki hainipi amani. Daniel alitabasamu, wewe ni mtu tofauti. Neema alicheka kidogo, kila mtu ni tofauti, wengine wanaficha tu. Maneno hayo yalimgusa sana Daniel.
Aligundua kuwa Neema hakuwa mzuri tu kwa matendo, bali pia kwa fikra. Aliona wazi kwamba kama angeamua kujitambulisha siku hiyo, watu wengi wangestaajabu, wengine wangeona aibu, na wachache wangebaki vile vile. Usiku ulipoingia na ofisi kubaki tulivu, Daniel alipanda ghorofa ya juu kama kawaida. Alivua sare ya usafi na kuvaa suti yake nyeusi iliyomkaa vizuri. Aliangalia kioo na kusema polepole, kesho kila kitu kitabadilika. Aliketi kwenye kiti chake na kufikiria siku nzima. Maji yaliyomwagika, kejeli za Sharon na msaada wa Neema bila kusita. Alijua sasa kuwa jaribio lake lilikuwa limekamilika. Ukweli ulikuwa wazi kama mwanga wa jua. Kulikuwa na watu waliopenda hadhi na pesa, na kulikuwa na mtu mmoja aliyependa utu. Na hivyo Daniel akaamua kuwa siku iliyofuata isingeishia kama zingine. Ingekuwa siku ya kufunua ukweli, siku ambayo vicheko vya dharau vingebadilika kuwa kimya cha aibu, na siku ambayo moyo wa huruma ungepewa thamani yake halisi. Asubuhi iliyofuata ilianza kwa utulivu wa ajabu. Hata upepo uliokuwa ukipita kati ya majengo ulionekana kuwa mzito, kana kwamba nao ulikuwa unasubiri jambo fulani litokee. Ndani ya kampuni ya D-Tech, wafanyakazi walifika mapema kuliko kawaida. Wengi wao walikuwa wamechoka kusubiri ujio wa mmiliki siku zilizopita, lakini bado walikuwa na matumaini kwamba leo angeonekana. Hakuna aliyedhani kuwa mtu aliyekuwa wakimpita kila siku akiwa na fagio ndiye aliyekuwa chanzo cha hofu na matarajio yao. Daniel aliingia kama kawaida, akiwa amevaa sare yake ya mfanya usafi. Lakini tofauti na siku nyingine, macho yake yalikuwa na utulivu wa kipekee. Alijua leo angepata uthibitisho wa mwisho kabla ya kufunua ukweli. Alianza kazi yake ya kusafisha mapokezi huku akisikiliza minong'ono ya wafanyakazi waliokuwa wakijadili habari za boss. Sharon aliwasili akiwa na mavazi ya gharama zaidi kuliko siku zote. Alipita karibu na Daniel bila hata kumtazama. Lakini aliporudi nyuma alimuona akifuta sehemu aliyokuwa anapita. "Wewe unafagia vibaya. Hapo bado pana vumbi," alisema kwa sauti ya dharau. Daniel aliinama na kufuta tena. Hakujibu. Dakika chache baadaye Sharon alirudi akiwa na glasi ya maji baridi. Alisimamisha mezani kisha akamwangalia Daniel kwa tabasamu la kejeli. "Unajua leo nikikutana na boss nitamuomba awaongezee mshahara watu wa mapokezi tu. Wafagiaji hamna maana," alisema huku akicheka. Daniel alibaki kimya. Lakini ghafla Sharon alichukua glasi ile na kumimina maji karibu na miguu yake makusudi. Maji yakasambaa sakafuni. "Sasa futa vizuri maana hujui kazi yako," alisema. Wafanyakazi wawili waliokuwa karibu walicheka. Daniel alipiga magoti na kuanza kufuta maji. Ndani yake alihisi maumivu kidogo, lakini hakukuwa na hasira. Alikuwa anatazama tukio hilo kama mtu anayesoma ukurasa wa mwisho wa kitabu alichokisoma muda mrefu. Neema alipofika muda huo, aliona maji sakafuni na Daniel akifuta. Alimwangalia Sharon kisha akasema, "Hata kama ni kazi yake, bado ni binadamu. Heshima haichagui cheo." Sharon alicheka kwa sauti. "Wewe Neema una moyo laini kupita kiasi. Dunia halisi haitaki huruma." Neema akajibu kwa utulivu, "Dunia halisi ndiyo inayohitaji huruma zaidi." Maneno hayo yaliingia moja kwa moja moyoni mwa Daniel. Alihisi kama kila sentensi ya Neema ilikuwa ikifuta majeraha aliyoyapata kimya kimya. Hakuwahi kumtetea kwa kelele, lakini ukweli wake ulikuwa mzito kuliko vicheko vya wengine. Mchana ulipofika, umeme wa jengo ulizima ghafla kwa dakika chache. Watu walianza kulalamika. Lifti ilisimama, kiyoyozi kikazima, na baadhi ya kompyuta zikazima. Daniel alijua ilikuwa hitilafu ndogo iliyokuwa imetokea mara chache kabla. Lakini kilichomshangaza ni jinsi watu walivyobadilika. "Hii kampuni ina matatizo sasa," mmoja alisema kwa hasira. Sharon akasema, "Bosi angetokea leo ningemwambia wazi wazi." Neema alikuwa kimya, akisaidia watu kuwasha taa za simu zao ili wasianguke. Daniel aliona hilo na kuhisi heshima zaidi kwake. Umeme uliporudi, kila mtu alipumua kwa afueni. Jioni ilipokaribia, kulikuwa na mkutano mdogo wa wafanyakazi kwenye ukumbi. Meneja alitangaza kuwa mmiliki angezungumza nao siku inayofuata asubuhi. Habari hiyo ilizua kelele za furaha. Sharon aliruka kidogo kwa msisimko. "Kesho ndiyo siku yangu," alisema. Daniel alikuwa nyuma ya ukumbi akipangilia viti. Neema alipita karibu yake na kusema kwa sauti ya chini,
Usikate tamaa. Watu wanaweza kukudharau leo, lakini kesho wanaweza kukuheshimu. Daniel alitabasamu. Na kama kesho ikibadilisha kila kitu? Neema akajibu, basi ukweli utakuwa umefika. Maneno hayo yalikuwa kama ishara kwake. Alijua sasa muda umefika. Hakukuwa na sababu ya kuendelea kujificha. Kila kitu kilikuwa wazi, tabia za watu, mioyo yao, na tofauti kati ya unafiki na huruma. Asubuhi ilifika haraka kuliko ilivyotarajiwa. Ndani ya jengo la D-Tech Holdings kulikuwa na hali ya taharuki iliyochanganyika na msisimko. Wafanyakazi walikuwa wamevaa mavazi yao bora kabisa, wengine suti zilikuwa zimebanwa, wengine visigino virefu vilikuwa vinatoa sauti kali kwenye sakafu iliyong'arishwa. Kila mtu alitaka aonekane wa kipekee mbele ya mmiliki wa kampuni ambaye kwa muda mrefu alikuwa kama fumbo kwao. Ukumbi mkubwa wa mikutano ulipangwa kwa ustadi. Viti vilipangwa mistari mirefu, meza ya mbele ikawekwa maua mapya, na kipaza sauti kikajaribiwa mara kadhaa. Meneja mkuu alikuwa akitembea huku na kule akitoa maagizo ya mwisho. Boss atafika muda wowote, tafadhali kila mtu akae kwenye nafasi yake, alitangaza kwa sauti ya mamlaka. Sharon alikuwa mstari wa mbele, akijirekebisha nywele mara kwa mara na kupaka manukato. Leo lazima anione, alimnong'oneza rafiki yake. Rafiki yake akacheka, ukifanikiwa leo, maisha yako yamebadilika. Wakati wote huo, Daniel alikuwa bado amevaa sare yake ya mfanya usafi, akipanga viti vya nyuma ya ukumbi. Watu walimpita bila kumjali. Wengine walimwonyesha ishara ya kuondoka haraka, kana kwamba uwepo wake ulikuwa unaharibu mandhari. Sharon alipomwona alikunja uso. Wewe bado uko hapa? Leo si siku ya wafagiaji kuonekana mbele ya boss, alisema kwa sauti ya chini lakini kali. Daniel alinyamaza na kuendelea kupanga viti. Dakika chache baadaye, meneja mkuu alipokea simu na kusimama ghafla. Uso wake ulibadilika kuwa wa heshima. Boss yuko ndani ya jengo, alisema. Ukumbi mzima ukawa kimya kwa sekunde chache, kisha minong'ono ikaanza. Watu walikaa sawa, mgongo wima, macho yakielekea mlangoni. Mlango mkubwa ulifunguliwa polepole. Wafanyakazi wote waliinuka, wakidhani wataona msafara wa walinzi au mtu mwenye suti ya kifahari akiingia. Lakini hakuna aliyeingia. Dakika moja ikapita, mbili zikapita. Watu wakaanza kushangaa. Sharon aligeuka nyuma kidogo na kumwona Daniel akiwa bado amesimama na fagio lake karibu na mlango wa pembeni. Aondoke hapo, aliongea kwa hasira. Ghafla meneja mkuu alitembea moja kwa moja kumwelekea Daniel. Ukumbi mzima ulitazama. Sharon alidhani meneja alikuwa anamuondoa. Lakini badala yake, meneja alisimama pembeni yake na kusema kwa sauti ya heshima, karibu sana mheshimiwa. Daniel aliweka fagio lake chini taratibu. Akanyoosha mabega, kisha akatabasamu kidogo. Ukumbi ukawa kimya cha ajabu. Watu hawakuamini walichokuwa wanaona. Daniel alichukua hatua chache mbele, akasimama katikati ya jukwaa. Habari za asubuhi wafanyakazi wangu, alisema kwa sauti tulivu, lakini yenye mamlaka. Macho yalitanuka. Midomo ilibaki wazi. Sharon alishika kifua chake kana kwamba moyo wake umesimama kwa sekunde. Wengine waliinuka tena wakidhani ni mzaha. Mimi ndiye Daniel Mshana, aliendelea kusema. Mmiliki wa kampuni hii. Kimya kizito kilitanda. Hakuna aliyecheka, hakuna aliyenong'ona. Watu waliokuwa wakimdharau kila siku sasa, walikuwa wakimtazama kwa mshangao na aibu. Daniel aliendelea. Kwa miezi kadhaa nimekuwa nikifanya kazi kama mfanya usafi hapa. Nilikuwa natafuta kitu ambacho pesa haiwezi kununua, utu wa mtu. Sharon alihisi miguu yake ikitetemeka. Alikumbuka maji aliyomwagia, maneno aliyomwambia, na vicheko vyake. Uso wake ulipauka. Rafiki zake walitazamana kwa hofu. Wengine waliinama chini wakishindwa hata kumtazama. Daniel aliwatazama wote kisha akasema, nimeona mengi. Nimeona dharau, nimeona kejeli, lakini pia nimeona huruma. Macho yake yakamgeukia Neema aliyekuwa amesimama pembeni, akiwa bado haamini kilichokuwa kinaendelea. Neema hakuwa amevaa mavazi ya kifahari kama wengine, lakini uso wake ulikuwa mtulivu kama kawaida. Sharon alijaribu kusema kitu, boss, mimi siku. Daniel aliinua mkono kidogo kumzuia. Leo si siku ya lawama. Ni siku ya ukweli. Ukumbi ukabaki kimya tena.
Daniel aliendelea kueleza jinsi alivyotaka kujua tabia za watu bila kujulikana. Kila sentensi aliyosema iliwafanya waliomdharau wajisikie wadogo zaidi. Wengine waliinama kabisa wakishindwa kuvumilia aibu. Sharon machozi yalianza kumtoka kimya kimya. Mwisho wa hotuba yake alisema, heshima haipaswi kutolewa kwa sababu ya cheo au pesa. Heshima ni kwa sababu mtu ni binadamu. Maneno hayo yalikuwa kama kioo kilichowaonyesha watu sura zao halisi. Ukumbi mzima ulijaa ukimya mzito, ukimya uliokuwa na mchanganyiko wa mshangao, aibu na majuto. Na hapo ndipo kila mtu alitambua kuwa yule waliyekuwa wakimcheka kwa miezi kadhaa alikuwa si mfanya usafi wa kawaida. Alikuwa bosi wao, bilionea, na mtu aliyekuwa amewaona jinsi walivyo kweli. Ukumbi ulikuwa bado kimya baada ya Daniel kumaliza maneno yake. Hakukuwa na mtu aliyethubutu hata kukohoa. Hali ile ilikuwa nzito, kama ukimya wa baada ya radi. Wafanyakazi wengi walikuwa wameinamisha vichwa vyao chini, wakikumbuka matendo yao ya siku zilizopita. Sharon alikuwa ameshika mikono yake kwa nguvu, macho yake yakiwa mekundu kwa aibu na majuto. Hakuwahi kufikiria hata kwa sekunde moja kwamba mtu aliyekuwa akimcheka na kumdharau kila siku ndiye aliyekuwa mmiliki wa kampuni. Daniel alishuka taratibu kutoka jukwaani na kusimama katikati ya ukumbi. Hakukuwa na hasira usoni mwake, bali utulivu uliokuwa wa kutisha zaidi kuliko kelele. Mimi sihitaji mtu kuniogopa, alisema kwa sauti ya chini, lakini iliyosikika kila kona. Nahitaji mtu aniheshimu, si kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu mimi ni binadamu. Maneno hayo yaliwafanya baadhi ya wafanyakazi kufuta machozi yao. Wengine walihisi mzigo mkubwa moyoni. Sharon hatimaye alijikuta akiinua mkono wake taratibu. Samahani boss, alisema kwa sauti iliyokuwa karibu kupasuka. Sikujua, nilikuwa nafanya utani tu. Daniel alimwangalia kwa sekunde chache. Utani unaoumiza si utani, alijibu kwa utulivu. Hakusema zaidi. Kauli hiyo ilitosha kumfanya Sharon azidi kuona aibu. Baada ya muda mfupi, Daniel aligeuka upande wa Neema. Wewe njoo hapa tafadhali, alisema. Ukumbi mzima ulimtazama Neema. Alishtuka kidogo, lakini alitembea polepole hadi mbele. Uso wake haukuwa na kiburi wala hofu, ulikuwa na mshangao tu. Daniel alimwangalia kwa tabasamu la heshima. Wewe ndiye mtu uliyenifanya niamini kuwa bado kuna watu wanaojali utu wa wengine bila kujua wanawasaidia nini. Neema alishusha macho yake kidogo. Nilikuwa nafanya kile nilichoona ni sahihi tu, Daniel akasema, na hicho ndicho kilikuwa kikubwa zaidi. Wafanyakazi wote walikuwa wakitazama tukio hilo kwa makini. Wengine walianza kuelewa kuwa huruma ndogo walioipuuzia ndiyo iliyokuwa na thamani kubwa kuliko mavazi ya kifahari na manukato yao. Daniel alitangaza mbele ya wote kuwa Neema amepanda cheo kutokana na uadilifu na moyo wake wa kujali watu. Ukumbi ulijaa makofi, makofi ya heshima, si ya kujipendekeza. Siku zilipita baada ya tukio lile. Kampuni ilibadilika. Wafanyakazi wengi walianza kuheshimiana zaidi. Sharon alibadilika pia. Hakuwahi tena kumdharau mfanyakazi yoyote. Kila alipomwona mfanya usafi mpya, alikumbuka siku ile ya aibu na kujifunza somo la unyenyekevu. Kwa upande wa Daniel na Neema, urafiki wao ulianza kukua taratibu. Hawakuruka moja kwa moja kwenye mapenzi, walijenga mazungumzo, kuheshimiana na kuelewana. Daniel alipenda jinsi Neema alivyoendelea kuwa mnyenyekevu hata baada ya kupandishwa cheo. Neema naye alipenda jinsi Daniel, licha ya utajiri wake, alivyoishi kwa busara na unyenyekevu. Miezi kadhaa baadaye, Daniel alimwalika Neema kwenye bustani tulivu pembezoni mwa jiji. Jua la jioni lilikuwa likizama, likiacha rangi za machungwa angani. Walikaa kwenye benchi la mbao wakizungumza kama kawaida. Kisha Daniel akavuta pumzi ndefu. Neema, alisema kwa sauti ya upole, uliniona nikiwa na fagio mkononi na bado ukaniheshimu. Leo nina kila kitu, lakini ninachokihitaji ni mtu wa kushirikiana naye maisha. Neema alimtazama kwa mshangao wa furaha. Je, utakuwa tayari kuwa sehemu ya maisha yangu? Daniel akauliza. Macho ya Neema yalijaa machozi ya furaha. Hakujibu kwa maneno mengi, alitabasamu na kutikisa kichwa kukubali. Ilikuwa ni jibu lililotoka moyoni. Harusi yao ilifanyika miezi michache baadaye. Haikuwa ya majigambo kupita kiasi, lakini ilikuwa ya heshima na furaha. Wafanyakazi wengi wa D-Tech walihudhuria. Sharon alikuwepo pia, akiwa mtulivu na mwenye tabasamu la kweli.
Alipomwona Neema akiwa katika gauni jeupe, alijua kabisa kuwa moyo mwema ndio uliomfikisha hapo, si bahati wala pesa. Na hivyo hadithi ya bilionea aliyejifanya mfanya usafi ikaishia kwenye somo kubwa: mali inaweza kuvutia macho, lakini utu huvutia moyo. Danieli alipata alichokuwa anakitafuta, si mke wa hadhi, bali mwenza wa maisha mwenye huruma. Na Neema alipata alichostahili: heshima, upendo na maisha yaliyojengwa juu ya ukweli. Mwisho wa yote, kila mtu aliyesikia hadithi yao alijifunza jambo moja muhimu: usimdharau mtu kwa kazi yake, kwa mavazi yake, au kwa hali yake ya sasa. Huenda leo unamwona akiwa na fagio, lakini kesho ndiye atakayekufundisha maana ya heshima na upendo wa kweli.